Vita ya muziki imekuwa ni kubwa nchini Tanzania. Baadhi ya watu maarufu ama mastaa wakubwa wamekuwa wakishindana na kuweza kuangalia nini ambacho kinafanyika. Na vita ya muziki Tanzania sio ya mchezo, ndio kwanza imeanza na tayari kumekuja vibaya sana. Baada ya Diamond kutawala mitaa kwa muda mrefu na kuonesha ubabe wake, ghafla bwana Alikiba akaibuka upya na kushika usukani kwa kasi ya ajabu sana, akionyesha pia bado ana nguvu na hekima ama na heshima yake haijapungua. Tunafahamu watu hawa wamachia ngoma, Diamond anaanza na ngoma ya Happy ikafanya vizuri, lakini baada ya hapo ikaja finali ya Alikiba aliyofanya msanii kutoka nchini Kenya Bien kutoka kundi la Sauti Sol, na ngoma hii ndio imekuwa ngoma ambayo inatamba kwa hivi sasa huko TikTok bwana. Challenge watu ni hawalali, kila mtu mie silali. Na ile bili bwana, sasa hivi Ali ana bili nyingi sana za kulipia. Sasa wakati wao ama watu hao bado wanatafakari hilo, Konde Boy naye Harmonize akaingia kwa kishindo, akachafua hali ya hewa ya muziki na kuonesha kwamba naye yupo tayari kupambana hadi tone la mwisho, na aliachia ngoma yake kali. Nayo pia bado inafanya vizuri pia hata kule TikTok. Lakini kama haitoshi, habari mpya zimeibuka. African Princess Nandy naye pia alionekana akiwa studio akijiandaa kuachia kazi yake kali inayoweza kubadili upepo mzima wa game. Na hii inaonyesha wazi kuwa hata upande wa wanawake nao umeingia vitani rasmi, na sio Nandy tu. Baada ya Nandy kuonekana vile, Zuchu naye kaachia ngoma yake I Love You, kiasi kwamba ameingia kwenye upepo huu hapa wa wanaume hao watatu na wanawake wamekuwa wawili sasa. Lakini ushindani umefika level nyingine, na si tu ubora wa nyimbo bali pia ubunifu, consistency na mapenzi ya mashabiki ndio yataamua nani atatawala jukwaa hili la muziki wa Bongo Flava. Je, nani ataibuka mfalme halisi wa mitaa, au safari hii tutaona pia ushindi ukigawanywa kwa vipaji tofauti? Muda ndio jaji, lakini pia kitu kimoja kiko wazi, muziki wa Tanzania kwa sasa unawaka kuliko wakati wote, na ndio muziki ambao tunausikiliza kwa hivi sasa. Kwa hivyo huku Happy huku silali huku Happy, huku silali, huku Harmonize naye akija na ngoma yake kali ambayo pia imeingia kwenye listi nzuri ya ngoma ambazo zinafanya vizuri kwa hivi sasa. Ngoma ya Harmonize ni ngoma ambayo inasikika kwa uzuri zaidi kabisa jamani. Ngoma ya Wewe Ndio Unanifanya na kuwa mimi na tapa. Lakini mbali na hilo pia ngoma ya Zuchu I Love You nayo imeingia kwenye listi ya ngoma ambazo hivi sasa zinafanya vizuri. Ndio kwanza imetoka, lakini watu wanaona kabisa kwamba tayari ni ngoma ambayo itakuwa inafanya vizuri na kulipua kwa uzuri zaidi, kwa sababu pia Zuchu akikaa kimya, akiamua kurudi, anarudi kwa kasi ya 4G. Sawa, mimi nimekujuza hayo upate kufahamu vita hiyo ya kimuziki. Lakini mbali na hilo pia kuna sauti ama video ilisikika ya Bien akizungumza pia. Tunafahamu Bien ashe kufanya kazi na wasanii wawili wa Tanzania. Alifanya kazi na Diamond, ngoma ya Katama ikafanya vizuri, lakini pia ngoma hii hapa aliofanya na Alikiba. Na hivyo Bien akaja kuzungumza kuwa watu wasiwashindanishe wasanii ambao wameimba nao na kuangalia mapungufu yao. Na baada ya watu kuanza kuwashindanisha wasanii kutoka Tanzania ambao Bien amewahi kufanya nao kazi ama kolabo, ama pia kuvunja ukimya kupitia mahojiano aliyofanywa, amedai kuwa kwa upande wake anafanya muziki kuwafurahisha mashabiki zake, lakini pia ameimba muziki wa muda mrefu, hivyo kuwashindanisha wasanii hao waliofanya nao kolabo ni upungufu wa akili. Maoni yako ni gani kupitia swali hapo nimekujuza hapo? Muhimu drop comment yako hapo. Mimi ni Sam Baby, till next time, bye bye. Wakati huu hapa.